بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa mara nyingine katika mwendelezo wa mafunzo yetu haya ya uongozi. Asanteni sana kwa kujiunga kwa wakati, na matumaini yangu ya kwamba tutanufaika na tutamaliza ndani ya dakika 45 mpaka saa moja kama ambavyo inakusudiwa katika mafunzo haya kuwa ni ndani ya lisali moja. Ndugu washiriki, katika mada ambayo tumefikia katika mafunzo yetu haya ni staili za uongozi, na tulieleza mara ya mwisho juu ya staili ambazo zimebainishwa na msomi maarufu wa masuala ya uongozi anaitwa John Adair, ambaye alitaja aina hizi nne kwamba staili ya uongozi ambayo anatakiwa kiongozi kushikamana nayo. Ya kwanza ni kutoa mwelekeo kwa kueleza, telling, na kwa kutoa maelekezo. Lakini vile vile staili ya pili ni kuuza hoja na coach wale ambao unawaongoza kwa kuwashika mkono na kuwapatia um, usaidizi unaohitajika. Na njia ya tatu au staili ya tatu ni ya ushirikishwaji, ya kuwashirikisha unaoongoza na wewe kushiriki katika utekelezaji wa maamuzi ambayo yamefanyika au yamefanywa au umefanya. Na staili ya nne aliyoieleza Bwana John Adair ni delegating, yani kuwapatia nafasi wengine wa kutekeleza baadhi ya majukumu ambayo ulipaswa uyatekeleze wewe, kama sehemu ya kuwafunza, kama sehemu ya kuwapatia exposure, kama sehemu ya kuona umahiri wa wale ambao unawaongoza, lakini kama sehemu ya kukusaidia katika utekelezaji. Kama kiongozi huwezi kuwa sehemu zote, na hivyo huna budi kuteua au kuwapatia majukumu wengine ambayo kimsingi ni majukumu yako wewe kama kiongozi. Lakini lazima uwe na watu wengine ambao watakuwa wapa majukumu fulani ili waweze kusaidia au kufikia lengo ambalo limekusudiwa. Leo tunataka tuangalie wanazuoni mwingine, hususan katika bara la Afrika, wanazuoni maarufu Profesa Ali Mazrui, Mungu amrahamu, ambaye naye aliandika juu ya masuala ya uongozi katika bara letu la Afrika hili, na kwa mujibu wa makala yake ya zamani sana, kabla hata pengine wengi wetu tujazaliwa, ambayo alikuwa ameita inaitwa Leadership in Africa, Obote of Uganda, uongozi katika Afrika, akichambua kadhia ya uongozi wa Obote ambaye alikuwa ni rais wa kwanza wa nchi hiyo. Anasema, na hapa tunamnukuu, kwamba staili za uongozi katika Afrika zipo katika aina nne. Ya kwanza ni intimidatory style, ambayo nyuma yake kunakuwa na kiongozi ambaye anaongoza kwa vitisho, intimidating, kwa kuwatisha wale unaowaongoza. Njia ya pili ni patriarchal leader au patriarchal leadership. Hii ni uongozi ambao unavaa joho la baba, la ubaba wa taifa, uzee wa taifa. Okay? Kwa unasikia hapa kuna baba wa taifa, kuna mzee wa taifa. Wa kiongozi mkuu anakuwa amevaa koti na joho lile la kama mwanaume, mzee wetu, huyu ni baba wa taifa. Okay? Na ya tatu ni
staili ya uongozi wa kusuluhisha, wa suluhu, inaitwa conciliatory style. Ni aina ya tatu ambayo ameitaja mwanazuoni huyu, na mwisho ya nne anasema ni mobilization style. Mobilization style ni style ya kuhamasisha, ya uhamasishaji wa wafuasi na watu katika ideolojia fulani au katika dhana fulani au katika dhumuni fulani au katika malengo fulani. Kiongozi anatumia mbinu mbalimbali za ushawishi na uhamasishaji. Kwa hivyo tuziangalie hizi staili nne kwa kina kidogo, na hususan ukizingatia kwamba Profesa Ali Mazrui alikuwa ni political scientist, ni mwanasayansi ya siasa wa kiwango cha kimataifa. Kwa hivyo mifano tutaitoa zaidi, anayoitoa zaidi ni katika upande huo wa kisiasa, upande huo wa kisiasa. Kwa hivyo ya kwanza ni intimidatory style, okay, ambayo hii ina misingi yake ni katika kujenga hofu. Ni msingi wake ni katika kulazimisha amri, kumamrisha, kutumia nguvu za dola, yani vyombo vya dola, polisi au jeshi. Na kwa kweli inakuwa na sifa ya ukandamizaji. Staili hii kukandamiza wengine ili matakwa ya kiongozi yafikiwe ile analolitaka yeye. Kwa kiongozi anatumia staili ya vitisho kwa wale anaoongoza, katika ima kuwanyamazisha au kuwafanya wamuunge mkono katika jambo lake, katika jambo lake. Kwa hivyo anasema kimsingi all leaders, viongozi wote kwa kiwango fulani wanatakiwa watumie nguvu kidogo, watumie vitisho kidogo, okay? Lakini yule ambaye anaitwa intimidatory leader, yani kiongozi anayetumia staili hii, yeye ana specialize in it, yani anakuwa amebobea katika kutisha watu mpaka watu wanaishi kwa hofu na vitisho, hofu na wasiwasi mkubwa, maana juu ya nafasi zao au na kuamua kukaa kimya au na kuamua tu kufuata maagizo bila kuhoji, wakihofia maisha yao au nafasi zao au shughuli zao za kiuchumi zisije zikaharibika. Kwa hivyo hii ni staili ambayo mojawapo ya viongozi katika bara letu la Afrika. Tutakuja kuona mifano michache hapo mbele. Use of force, kwa hivyo anatumia zaidi mabavu na vitisho. Okay, suppression of opposition, anakandamiza wapinzani. Okay, na anategemea sana vyombo vya dola, yani kiongozi anayetumia staili hii anategemea sana vyombo vya dola. Okay, hiyo ni polisi au jeshi. Anatengeneza utamaduni wa hofu na utiifu bila kuhoji, na vile vile kunakuwa na um, uwanja hafifu wa uhuru wa kisiasa, limited political freedom. Okay, yani ukitofautiana kimawazo katika mambo ya kisiasa, basi wakati mwingine unaweza ukajikuta unapoteza nafasi yako au kwa namna yoyote, ima utochaguliwa katika kura za maoni au hata utochaguliwa kugombea kabisa. Okay. Na pengine unaweza ukafukuzwa kabisa katika hicho chama, na kama uko kwenye upinzani mambo kadha wa kadha yanaweza kukukuta. Na hii ni kwa sababu ya ile heavy dependence kwenye security agencies. Um, kwa kutoa mifano ya wakati ule, wakati makala hii inaandikwa, alitoa mfano wa Idi Amin na Gen Bedel Bokassa.
kama viongozi wa wakati huo ambao walikuwa wanaonekana wamespecialize katika intimidating, katika kuwatisha wananchi na kuwatisha wafuasi, yani kuwatisha watu ambao wana mawazo tofauti na ya kwao. Kwa hivyo sifa kubwa ya kiongozi anayetumia staili hii ni kuwafanya raia uh, uh, wahofie kwenda kinyume na yeye, kwenda kinyume na yeye. Yani anatengeneza mazingira yote ya kwamba mtu atakayekwenda kinyume na mimi basi ahofie kufanya hivyo, mtu ahofu, imjae hofu katika kifua chake kwenda kinyume na maagizo au utashi wa kiongozi mkuu, kiongozi husika. Na hili linawezekana pia vile vile kuwepo katika familia, linawezekana vile vile likawepo katika taasisi. Hii staili ya kutishana ipo katika ngazi hizo, si tu ngazi za kisiasa, lakini tunaziona hata kwenye ngazi za kijumuiya, taasisi na hata ndani ya familia. Inaweza ikawa kuna kiongozi mmoja ndani ya familia au katika jumuiya ambaye anaweza ikawa anatumia njia hizi za kutengeneza hofu na kuwashughulikia wale ambao hawamuungi mkono katika mitazamo yake au katika mielekeo yake au katika sera zake au katika namna anavyoongoza. Kwa hivyo isichukuliwe kwamba tu ni jambo la kipekee kwa wanasiasa, kwa viongozi wa juu wa kisiasa, lakini ni jambo ambalo linaweza likajidhihirisha hata ndani ya familia. Nakumbuka kisa kimoja cha kesi ya familia ambayo naifahamu kwa kuisikia, juu ya baba mmoja ambaye anatisha kweli kweli ndani ya familia yake. Sio mkewe, sio watoto wake, wote wanaomwogopa mzee kupita maelezo. Pita maelezo, mzee akikohoa tu na yote ambaye anahoji amri zake, basi atajikuta yuko kwenye matatizo makubwa sana. Kwa ufupi, kuna familia nyingine zinaishi katika kifungo ambacho watu wa nje hatukioni, hatukielewi, lakini kuna watu wanaishi katika kifungo kutokana na baadhi ya wazazi au wazee ambao wameweka eh, wameweka vitisho vingi sana katika maisha ya wale ambao wanawasimamia, yani wake zao au mkewe na watoto wake. Vitisho vingi, yani anaongoza kwa kutisha, kwa kuwatisha na kujenga hofu anaoongoza. Kwa hivyo tusifikiri kwa wale ambao tunaishi katika familia ambazo wazee wetu wanatumia style ya reconciliatory style, ya kujenga madaraja na kuna ushiriki katika maamuzi na kuweka suluhu, kutengeneza mwafaka katika mambo mengi. To take for granted kwa kweli staili hizo ambazo baadhi ya wazee wetu na viongozi wetu wanazitumia, na mtu anayetakiwa for granted ni kama pengine hajaishi katika mazingira ambayo kiongozi anatumia vitisho. Ni hali mbaya sana inakuwa na kwa kweli tunaweza tukawa na maoni tofauti, lakini hata kwa mazingira ya Tanzania tumejikuta vile vile katika wakati wa Magufuli, ni katika kipindi ambacho kila mmoja anakumbuka bila ya kumung'unya maneno, ya kwamba ilikuwa watu wanaishi kwa hofu kwa kweli. Watu kupotea, watu kuokotwa, ni katika mambo yaliyoanza wakati sio kama ndo yalianza, lakini kwa kweli yalijenga hefu kubwa sana katika kipindi cha Magufuli. Na hiyo naweza kusema ni kwamba ni katika awamu ambayo ilikuwa imetumia staili kama hii
ya kuongoza. Kwa hivyo na watu, hata baadhi ya waandishi wa habari ambao walijikuta wanapoteza leseni zao za uandishi wa habari kwa ajili ya kuuliza tu maswali magumu ambayo hayakumpendeza rais wakati ule. Kwa hivyo ni staili hii, ni staili ya kwanza ambayo ipo. Mifano ni mingi, lakini kwa muda tulionao hatuwezi kuieleza, lakini kila mmoja wenu nitapenda achangie katika chat, okay? Kwa uzoefu wako, wote tumeongozwa, tumekutana na kadhia kama hizi na tunakutana na kadhia kama hizi za staili hii. Kwa hivyo iko haja ya kutumia amri na nguvu katika wakati fulani, lakini inapokuwa kiongozi kila jambo kwake yeye anaona ni kama vile ni msumari na dawa yake ni nyundo, ili kusonga mbele, maana huyo amespecialize katika kutisha watu. Unakuwa sasa matumizi ya nguvu yanaitakiwa katika namna fulani proportionately, okay, reasonably, umeona. Lakini unapokuwa umespecialize kama kila wakati ni kutisha watu kwa kutumbua, usipofanya hivi utaona vitisho vime, yani wingu la vitisho linatawala. Hapo ndo tunasema kwamba katika taasisi hii kwa kweli inaongozwa kwa, kwa vitisho, kwa sababu mtu asitoe mawazo yake kwa namna ambayo pengine yanatofautiana na kiongozi wa juu au kiongozi mkuu, kama ndani ya familia au taasisi au hata nchi, inakuwa nongwa, inakuwa tayari uso mwenzetu unaanza kufanyiwa vitimbi hapa na pale, ili kuonja machungu ya kutoa yale mawazo uliokuwa nayo. Kwa hiyo ni staili ya kwanza anayoeleza Profesa Mazrui. Staili ya pili anayoeleza ni patriarchal, yani kuvaa joho la ubaba, okay, kwamba kiongozi anayesifika kwa staili hii huwa ana behave kama father figure, okay, ambaye ana watu ima kwa umri wake au kwa busara zake wanamheshimu na wanakuwa mwaminifu kwake, kutokana na huo uzee wake au na busara zake. Kwa hivyo wanasema paternalistic leadership style inafasiriwa kama kiongozi ku behave like a caring parent, okay? Yani kuishi kama au kujiwasilisha mbele ya jamii au mbele ya wale unaoongoza kama mzazi, okay, ambaye unaelewa haja au matlaba ya unaowaongoza na mashaka yao, na unatumia mamlaka yako kwa ajili ya kuwasaidia au unaoongoza. Kwa hivyo kwa mujibu wa profesa, nikimnukuu hapa, anasema kiongozi wa namna hii anakuwa na sifa ya ku withdraw from involvement in the affairs of the nation. Anakuwa haonekani yuko mbele katika kila jambo, anakuwa kama a godlike position, yani anakuwa kama ni mtu ambaye yuko juu kule, anajaribu kuangalia watoto wake wanafanya nini, okay, na hajihusishi moja kwa moja katika yale ambayo wanayafanya wale watoto wake. Mengine inaweza ikawa kwa baraka zake, lakini wale aliowateua na kuweka katika nafasi tofauti, yeye anakuwa kama yuko juu kule, okay. Kama huyu mtoto ataharibu, haonekani mzee kama ndo kaharibu, anaonekana ni mtoto, na hapo ndipo pengine atakuja kuingilia, yani anakuja kuintervene pale ambapo anaona kuna crisis, kuna tatizo limetokea au kuna dharura fulani, ndio namkuta anaibuka katika hilo jambo ambalo pengine linalalamikiwa au kuna tatizo fulani. Kwa hiyo huyu ni yule ambaye anakuwa anaheshimika na anajiweka katika nafasi kama ya ulezi kama baba, au kama mzee wa taifa. Kwa hivyo humkuti katika
kuti mbele katika utekelezaji wa sera au mikakati mbalimbali, uh, lakini wasaidizi wake ndo nawakuta wako huko, anasukuma vijana wake, wasaidizi wake, vijana wake, okay, wafanye mambo au hata wakati mwingine watoe kauli za hovyo na nini, lakini hali ya hewa ikishaharibika huko, ndo anakuja sasa yeye kutuliza lile joto, anakuja kutuliza ile hali na nini, na kumweka kama mzazi, yani kama mzazi ambaye watoto wake wameshagombana gombana, washa tofautiana sana, washaona hapa kutatokea mtafaruku, ndio mzazi unakuja kuingilia, jamani, twendeni hivi, tusiende hivi, unatuliza hali na nini. Kwa hiyo ni patriarchal style. Wanasema ile authority kama ni characteristic, ni personal authority, yale mamlaka alionayo kiongozi huyu yanatokana na umri wake au busara zake au karisma yake. Okay? Na vile vile katika wasifu wa staili hii ni kwamba kiongozi anakuwa na emotional connection, yani anajaribu kuhusiana na raia wake katika katika hali ya kihisia, yani kwa kule kujiweka kama mimi ni baba yeye, mimi ni kama nyinyi ni kama wanangu, na mimi mnichukulie kama baba yenu. Kwa hivyo kunakuwa na staili hiyo, yani ya communication, kwamba yeye kama kiongozi anajiona kama mzazi, okay, na nyinyi ni kama watoto wangu, okay, kwa hivyo nitawalea, okay, na nyinyi mtazame vizuri mimi kama mzazi wenu, mniheshimu kama mzazi wenu, okay, na mimi nitawaheshimu kama na kuwatazama kama watoto wangu wa kuwazaa. Kuna hiyo emotional connection. Kwa hiyo ni swala la kuapil katika hisia hizo za ubaba na umwana, umama na wana. Hii ndio katika sura hiyo, emphasis on unity and national identity, na kiongozi anakuwa anajiweka katika sura ya kwamba yeye ni mlinzi wa ima mlinzi wa katiba au mlinzi wa hawa wanaoongoza, na yeye ni kama baba. Nafikiri mnaelewa tunapozungumzia staili hii katika maelezo haya ambayo tumeyatoa, na mfano ambayo aliutoa profesa kwa wakati ule alizungumzia kina Jomo Kenyatta, mzee Jomo Kenyatta, ambaye ni rais wa kwanza wa Kenya. Mzee Jomo Kenyatta alipata hiyo sifa, na alikuwa ana staili hiyo kwa uzee wake kwanza, katika viongozi ambao wamepata urais katika umri mkubwa kabisa. Kwa hiyo ni uzee wake ulimweka katika nafasi ya kuheshimika, na kama ilivyo tamaduni za Kiafrika, wazee wetu kwa umri tunawaheshimu na kuwastahi. Kwa hivyo alijipatia hiyo, na kwa busara zake na kwa struggle yake definitely katika mapambano ya uhuru wa Kenya, lakini vile vile kwa style hiyo hiyo ya kuprefer withdrawal. Ilikuwa hayuko mbele, yeye kashachagua mawaziri wake na atawatuma anavyowatuma. Nyie hamumuoni yeye, naona tu vijana wake wanafanya wanaoyafanya. Pale ambapo akiona mambo yamekwenda sivyo, yashaanza, aliyemtuma anayeharibu au hawezi kuyatuliza, ndio anajitokeza sasa. Mnakuja kujua, ala, kumbe mzee alikuwa nyuma ya jambo hili. Huyu alikuwa tu katumwa tu huyu, kumbe mwenyewe jambo hili ni mzee. Kwa hiyo watu walikuwa wakija kuyaona hayo baadaye, "Ala, kumbe hili jambo bwana ni la mzee mwenyewe. Sasa tulifikiri ni huyu jamaa anataka kutuletea hili na lile, lakini baada ya kuona kijana wake hafanikishi, anakuja kutoka sasa yeye mwenyewe. Sasa anasema nyoka anatoka pangoni." Kwa hivyo mfano wa pili ni mzee Nelson Mandela, ambaye naye of course ya kupata urais katika umri mkubwa, ambaye naye alikuwa amechukuliwa
katika sura kama hiyo ya kwamba kama ni baba, kama ni mzee wa taifa. Nasema viongozi wa namna hii wanapendelea wahusiane na wanaowaongoza katika uhusiano huo wa ubaba na wana. Okay, wana na baba, kwa maana mimi ni anapendelea raia wake au wafuasi wake wamchukulie yeye kama baba yao, na yeye atawachukulia kama watoto wake. Umeona? Kwa hivyo kunakuwa na hiyo emotional connection ya ubaba na nini. Swali la kujiuliza ni kwamba of course wakati makala hii inaandikwa, nchi nyingi za Kiafrika ambazo zilikuwa zimeshakuwa huru zilikuwa zikiongozwa na wanaume. Swala la kujiuliza tu ni kwamba kama Profesa Mazrui angelikuweko hai leo, angetuandikia makala gani juu ya patriarchio, yani umama nao ungekuwa umejitokeza, kwa sababu tumeona nchi kadhaa za Afrika nazo zimeongozwa na kina mama, lakini kwa kiwango tofauti. Baadhi yao wanatumia umama na wengine hawatumii lakabu kama hizo au maneno kama hayo, mimi mama, nyinyi wanangu. Umeelewa? Kwa hivyo si swala la kuwa rais mwanamke kuwa ni kusema kwamba yeye ni matriarchal, au sio kwamba ni rahisi kuwa mwanaume kuwa ni patriarchal. It's not just like that. Lakini inaendana na ile kuonyesha kwamba katika mazungumzo kama kiongozi unajaribu kuconnect na unaoongoza kwa kujinasibisha na ubaba. Mimi kama baba yenu, na mimi nawachukulia nyinyi kama wanangu. Mimi ni kama mama yenu, na nyinyi ni kama wanangu. Umeona? Kwa hivyo inapokuwa kiongozi anatumia emotional tones kama hizi za ubaba, umama, na mambo mengineyo, bila shaka inaonekana kwamba anakuwa amelivaa koti hili la uongozi kwa staili ya ubaba. Okay, kwa staili ya ubaba. Kwa hivyo itabaki kwa lakabu hiyo ya kiume kama ni ubaba, uongozi wa kiubaba au wa namna hiyo, lakini tunaweza vile vile na tunaona bila kutaja jina, wengi wenu ni watu wazima hapa, mnaelewa. Tunaona kwamba pengine tunaweza kuona staili ya umama pia imejitokeza katika Afrika katika zama hizi ambazo tunazungumza leo. Tukienda kwenye staili nyingine anayoitaja profesa ni reconciliatory style. Ni staili ya kujenga staili ya mwafaka. Hapa kiongozi anajaribu kuongoza kwa kutengeneza madaraja na makundi mengi katika jamii na kutengeneza mwafaka na makundi mengi ya kijamii ili aweze kuongoza. Kwa hivyo kutakuwa kuna maeneo ambayo yanahitaji compromises, okay? Ili mambo yaende, inabidi ukubali kuacha baadhi ya maslahi yako na kuwapa wale wengine maslahi, mambo fulani fulani, okay? Ili muafikiane kufanya kazi pamoja. Kuna maeneo yana migogoro, inabidi tujengane, tafute suluhu ya migogoro hiyo kwa namna ya nipe nikupe, ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo hii ni style inayojenga mwafaka. Ni kiongozi anajaribu kuongoza kwa mwafaka zaidi kuliko vitisho wala kuliko maslahi ya upande mmoja, bali ni kwa kutengeneza mwafaka, nipe nikupe, tukubaliane twende. Kwa hivyo anasema profesa, reconciliation is quite often, mara nyingi huu mwafaka huwa unatengenezwa, au staili hii ya mwafaka huwa mara nyingi inafuatwa pale ambapo kuna makundi yanayokinzana na yenye uadui ya kisiasa. Kwa hiyo tuna vyama vingi vya kisiasa, pengine vyote viko very powerful,
Okay. Sasa ni lazima kutengenezwe mwafaka wa kufanya kazi pamoja. Vinginevyo nchi itakwama au kutakuwa na migogoro isiyokwisha. Kwa hivyo ni muhimu kwa kiongozi anapokuwa yuko katika mazingira hayo, kuna wanaokubali, kuna ambao hawakukubali, lazima utengeneze mwafaka. Huwezi kuongoza katika mazingira ambayo kuna larger portion ya waliokuwa chini yako hawakutaki au hawafikiani na sera zako. Kwa lazima mkae chini muone yapi mnakubaliana, yapi mnatofautiana, tengeneza bridge, tengeneza nipe nikupe katika yale ambayo mnawafikiana. Bwana, mimi nitakupa hili na wewe uniachie hili. Haya, twende. Na nitakupa hili na wewe uniachie hili. Haya, twende. Nakupa hili na wewe uniachie hili. Ili muweze tunaweza mwafaka. Kwa hivyo hiyo ni katika staili za uongozi. Na nasema katika present day Africa, katika mazingira ya leo ya Kiafrika ni kwamba kiongozi wa mwafaka, okay, anatakiwa vile vile aperfect, awe mahiri katika kutengeneza mwafaka baina ya jeshi na mamlaka za kiraia. Maana kwa sababu kama tunavyojua jeshi linabeba silaha. Ni sio wanasiasa lakini wanabeba silaha hawa. Kwa hivyo kiongozi wa kisiasa hutaki kupuuza maslahi ya jeshi kwa maana mengine, na wakati mwingine maslahi ya jeshi ni marupurupu makubwa na vyeo. Kama unavyokumbuka wakati wa Nyerere jeshi lilipindua kwa masala hayo ya nafasi na marupurupu, okay? Wakaasi. Umefahamu? Sasa huwezi kupuuzia jeshi katika yale ambayo ni concern zake au interest zake, okay? Lakini kuna umma mkubwa pia wa kiraia huku, kuna watu umma mkubwa ambao sio jeshi, raia ambao nao wana matlaba yao. Kwa hivyo unapokuja kupanga hata masala ya kibajeti, jeshi linataka kadha wa kadha, na kuna huduma za kijamii zinatakiwa kwa raia. Kwa hivyo ni lazima kutengeneza mwafaka, okay, baina ya makundi mbalimbali ya kiraia, lakini pia katika vyombo vya usalama. Vinginevyo usipokuwa makini kwenye hili, unaweza ukajikuta uko kwenye matata makubwa sana, ima kutoka kwa raia au kutoka kwenye vyombo vya usalama. Kwa hivyo ni delicate issue kuongoza taifa ambalo lina makabila mengi, lina vyombo vya siasa vingi, vina dini mbalimbali, vina makundi yenye maslahi mbalimbali. Lakini hapo ndipo panapojitokeza umuhimu wa kutumia reconciliatory style, mwafaka, kujenga mwafaka, kuzungumza, kutafuta maafikiano, kutafuta makubaliano, kujenga umoja wa kitaifa, mambo yaende mbele. Kwa main characteristic katika style hii ni dialogue and negotiation. Kama kiongozi anaweka mbele utashi wa kujadili wa kujadiliana na wengine, kwamba anaongozwa na falsafa ya kuwa yuko tayari kujadili jambo lolote ambalo tunatofautiana, tujadiliane. Okay? Coalition building, kujenga vile vile umoja huu wa kimaslahi fulani, maana taanza coalition, wale ambao mnakubaliana at least kwamba kwenye mambo mengi, pengine sio yote, lakini mambo mengi ambayo mnakubaliana, mnaungana, natengeneza muunganiko huo wa kimaslahi, kama ambavyo kipindi cha nyuma hapa tulikuwa na coalition Tanzania huko chini ya jina la Ukawa, umeona na kadhalika. Zile ni coalitions, watu wamewafikiana juu ya mambo fulani, wakawacha maslahi binafsi ya vyama vyao, wakaweka mbele mambo fulani ambayo yanawakutanisha wote. Ethnic and regional balancing, ni kujenga mwafaka katika ni mfano nafasi za uteuzi, unapoteua kuhakikisha ya kwamba watu wa dini mbalimbali, sababu ni taifa la watu wenye dini mbalimbali, wenye makabila mbalimbali, kutengeneza hiyo balancing, na regional, na watu wanaotoka maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo kwa hivyo kunapokuwa kunaonekana kabisa kwamba kuna ukabila au kuna ukanda, okay, kama ni moja ya changamoto,
Kwa hiyo katika kutengeneza mwafaka, ni kama kiongozi inabidi uwe makini katika uteuzi unazozifanya katika nchi kama Tanzania ambayo zaidi kuna swala la tatizo la udini, japokuwa halisemwi waziwazi, lakini ni tatizo kubwa. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa kitaifa, ni lazima uwe makini katika uteuzi unaoteua, vinginevyo na utengeneze mwafaka na uwiano ambao unaridhisha katika teuzi unazozifanya katika taifa. Huwezi kuwa watu wa dini fulani ndio wanaongoza katika nafasi za uteuzi na sio watu wa dini nyingine. Na hapa nakumbuka katika kitabu cha Mkapa, Mkapa anasimulia alipopata uongozi kwa mara ya kwanza. Alikwenda kwa mzee Nyerere. Anasimulia mwenyewe kwenye kitabu chake alichoandika juu ya maisha yake. Kwa masala nilienda kwa mzee Nyerere ili nipate ushauri wa namna ya kuunda baraza langu la mawaziri. Nyerere akamwambia, wewe ndio rais, hiyo ni jukumu lako. Lakini eh, hii ni nchi ambayo ina dini kuu mbili, dini kuu mbili ambayo ni Waislamu na Wakristo, na hilo ni jambo muhimu kulizingatia katika uteuzi wako. Mkapa anaeleza hili, yani katika ushauri aliopewa ilikuwa ni kuhakikisha hiyo religious balancing. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana, ni kitu muhimu sana kwa viongozi yoyote anayeongoza Tanzania au hata nchi jirani hizi ambazo of course kuna people of different faith, lakini hususan kwa Tanzania ambayo ishu ya dini ni kubwa zaidi kuliko wenzetu wa Kenya, ni ukabila zaidi. Kwa mazingira ya Kenya lazima ufanye balancing ya ukabila mwana, kwa sababu hapa Kenya ukabila ni kitu kipo wazi na kitu ambacho ni ishu kubwa. Watu wanajimobilize kwa misingi ya ukabila, wanapiga kura katika misingi ya ukabila. Okay, kwa hivyo lazima utengeneze coalition na makabila yenye wapiga kura wengi, na hivyo hata katika nafasi za uteuzi itabidi lazima uwazingatie hao. Uganda is a similar issue, similar problem. Kwa hivyo kwa wenzetu wa Kenya na Uganda, ethnic and regional balancing inakuwa kitu muhimu. Kwa Tanzania hatuulizi sana masuala ya makabila katika baraza la mawaziri au teuzi za wakuu wa mikoa au wakuu wa wilaya. Hatuangalii mambo hayo ya ukabila na nini, alhamdulillah, it's not an issue. Lakini issue ya dini is an issue. Okay, is an issue. Kwamba watu wanapokuwa wengi katika nafasi za maamuzi, watu wa dini moja na sio watu wa dini nyingine, inakuwa ni big issue, na tumekuwa tukiona pande zote mbili za viongozi wa dini wamekuwa wakipiga kelele. Kwa hivyo ni swala la kuzingatiwa katika mazingira ya Tanzania, hususan Tanzania bara. Examples ya viongozi ambao walikuwa wakitumia staili hii ni Abubakar Tawafa Balewa. Huyu alikuwa Nigeria. Okay, kama mnavyojua nao Nigeria ina changamoto kubwa ya dini na makabila. Kwa hivyo kiongozi labda ujenge mwafaka na kutafuta namna ya kuridhisha makundi mbalimbali ya kidini, ya kikabila, ya kikanda. Milton Obote, okay, alipata tabu kubwa sana na hiyo makala nzima ambayo tulitaja kule mwanzo, ambayo profesa aliandika, ambayo inaitwa Leadership in Africa, okay, juu ya Obote. Alikuwa anazungumzia namna Obote alivyojaribu kunavigate katika kutawala Uganda akiwa ametoka kwenye kabila dogo kabisa ndani ya Uganda. Kuja kuwa rais alihitaji zaidi kujenga mwafaka na makabila makubwa, hasa Baganda ambao kiposition wao wako katikati ya mji na wana historia kubwa vilevile ya kiutawala na ya kudai uhuru na kadhalika. Nyerere vile vile ametajwa kwamba ni reconciliatory, anajaribu kutumia staili ya kutengeneza mwafaka baina ya makundi mbalimbali, hususan kama haya mambo ya ukabila. Alijaribu kupinga masala ya ukabila, masala ya dini, masala ya 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 ukanda na nini. Okay, kama ndio staili
ya kutaka kutengeneza mwafaka. Kwa mimi siangalii dini wala kabila wala ukanda wa watu, mimi naangalia uwezo. Umeona, lakini japokuwa wachambuzi wa kisiasa wengine leo watakwambia hapana bwana, huyu bwana alikuwa akitazama vile vile mambo ya udini kama ambavyo ushauri wake alikuja kutoa mwenyewe kwa Mkapa unavyoakisi kwamba alikuwa anatazama swala la dini vile vile. Lakini of course katika baadhi ya makala nyingine alikuwa anadai kwamba ilikuwa hatazami dini yeye, bali kuna watu kadhaa alikuwa akiwachagua, alikuwa hajui dini zao. Umefahamu? Kwa hivyo ni area ambayo iko debatable juu ya udini wa Nyerere, lakini mujibu wa profesa amemweka katika viongozi ambao walikuwa wanajaribu kuongoza kwa kutengeneza mwafaka wa makundi mbalimbali na hususan katika nyanja ya kijamii. Kwa hivyo anasema viongozi wa namna hii wana survive tu kwa kisiasa, kutegemeana na kwa kiwango gani wanaweza compromise, kukubali kuachia baadhi ya maslahi yao ili kuridhisha makundi mengine. Okay. Na unapokuwa kwenye jamii kama hiyo ambayo ina antagonistic political interest na kundi ya kisiasa ambayo yana uhasama. Okay, kwa kweli kama tulivyokuwa Zanzibar miaka iliyopita, vyama viwili vikuu vya upinzani vilipofika kwenye hali ya uhasama mkubwa mpaka watu kutengana kwenye misikiti na kutokuzikana na kutokuoleana. Njia pekee ya kuongoza katika mazingira hayo ya kisiasa ni kujenga mwafaka na kukubali kuachia sehemu ya maslahi yenu kama chama au kama kikundi kwa ajili ya wengine nao wapate. Ndio tukaja kufikia hapa tulipofikia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa GNU. Okay, ni katika kutengeneza hiyo miafaka, ni katika kuongoza kwa staili ya mwafaka, kwamba katiba inajaribu kutengeneza au kuprefer staili ya uongozi wa yoyote atakayeongoza katika Zanzibar, awe ni mtu wa kufuata staili ya mwafaka, atengeneze mwafaka na makundi mengine ya kisiasa, kutokana na historia hiyo ambayo tumeipitia, historia ngumu kabisa ya watu kuuawa, ya watu kujeruhiwa, watu kufungwa, watu kuumizwa, kufika mahala kwamba inatosha. Rais Karume na Maalim Abrahamu, watu wakaona hatuwezi kuendelea hivi. Kile kipindi cha kisiasa ile kuna kumwagana damu na kuumizana na kadhalika, lazima ndo kaja masala ya katiba mpya ya Zanzibar na constitutionalize mwafaka, staili ya kuongoza kwa mwafaka, kwa kuwafikiana. Kwa hivyo ikajengwa utaratibu, ikajengwa formula ya namna hata hizo nafasi zinazopatikana katika baraza. Atakayekuwa ameshinda basi makamu wa kwanza atatoka upande uliopata kura nyingi zaidi. Na katika nafasi za baraza kutengenezwa formula ya namna ya kupata nafasi za baraza za mawaziri. Na nafikiri wengi wenu mnayafahamu hayo. Kwa hivyo hiyo ni staili ya ya tatu. Sile ya nne kumalizia ni mobilization style. Okay, hii ni style ya kuongoza kwa kutengeneza, kwa kujenga hamasa nyuma ya fikra fulani. Viongozi anatumia aidha ideolojia fulani kama wakati wa Nyerere ambaye anatajwa kama ni mfano vile vile katika staili hii, ni kumobilize watu nyuma ya ujamaa na kujitegemea. Kuwa na sera hiyo ya ujamaa na kujitegemea, sera ya vijiji ya ujamaa na kadhalika, na kwa kutumia ushawishi wake na weledi wake wa kuzungumza na haiba yake. Okay, aliweza kuhamasisha watu kumuunga mkono juu ya ujamaa, kumuunga mkono juu ya vijiji vya ujamaa, kuunga mkono chama kimoja kushika hatamu. Mbona msifikiri haya mambo yalikuwa yanajitokeza tu, bali
Nyerere alitumia mobilization style, mobilize watu nyuma ya fikra fulani, okay, lakini haimaanishi kwamba hakukuwa na upinzani. Nasoma sasa hivi kitabu cha Sokoine, wasifu wa Sokoine. Kwa kweli unakuta kwamba kumbe baadhi ya mambo mengi tu huko nyuma ambayo sisi tumekuja kuyasikia, vijiji vya ujamaa, haya yote yalikutana na upinzani. Hakuna kitu ambacho labda Nyerere alikiingiza tu ambacho watu walikubali tu, lakini of course kulikuwa kuna style nyinginezo, intimidations zilikuwa zinatumika, watu walikuwa wanafukuzwa kwenye vyama. Okay. Wanaopingana na baadhi ya misimamo ya chama, wale ambao walikuwa wakihoji sana bungeni walifukuzwa. Kwenye kitabu hichi cha Sokoine kimeeleza hizo ni intimidation. Kama nasema hakuna kiongozi ambaye kwa kiwango fulani hatumii ile intimidatory style. Okay. Hata kama au pengine staili zote hizi nne, kila kiongozi kwa namna moja au nyingine anakuwa na mixed styles. Umeona, anakuwa na mixed style, japokuwa wakati mwingine anaweza akaonekana ameelemea zaidi kwenye eneo fulani. Kama hapa anapomweka Profesa Nyerere katika mobilization style, haimaanishi kwamba alikuwa haintimidate, alikuwa ana intimidate. Na intimidation iko kwa namna nyingi, mojawapo ni kama hizi, kufukuzwa kwenye chama. Kwa hiyo wale wengine nyote mwenzetu alifukuzwa vipi kwenye chama, au huyu bwana alikuwa anahoji sana, alikuwa akipingana sana na hoja. Kwa hivyo hizo ndo intimidation. Intimidation si lazima mtu akunyoshe kidole bwana, wewe bwana bwana, takushughulikia, sio mpaka uambiwe hivyo by action. Umeona kwa kukosa nafasi fulani, kwa kutokualikwa katika jambo ambalo ulitakiwa uwepo, umeona kwa kuwekwa kando, hiyo pia ni katika njia za kuku frustrate na kuku intimidate. Wewe sio mwenzetu. Fitna zinatengenezwa, umeona. Intimidation style, kuna tekniki nyingi katika kuintimidate watu, intimidate watu. Kwa hivyo katika kitabu cha Sokoine ambacho mi nawashauri vijana wa sasa tusome kitabu hicho. Kina historia nzuri sana, akimwelezi tu Sokoine peke yake, lakini kinaeleza namna kipindi hicho nchi ilivyotawaliwa na mambo yalivyokuwa. Utajifunza mambo mengi sana kwamba mambo mbalimbali, vita vya Idi Amin vilivyokwenda na nini, okay, masala ya vijiji vya ujamaa, okay, masala ya uhujumu uchumi, mambo mengi kwa kweli utajifunza, na kwamba kulikuwa kuna staili mbalimbali za uongozi ambazo zilikuwa zikitumika. Mojawapo ni hii mobilization style, ambayo of course ni mtu anatumia ideology ya ujamaa. Sisi tunajenga taifa la ujamaa na kujitegemea. Kwa hivyo anakuwa anaeleza jambo hili katika mikutano mingi, zunguka nchi nzima, kuwashawishi watu waone uzuri wa ujamaa na kujitegemea. So that is the mobilization style. Una educate, unaandaa hotuba zenye hamasa. Kwa hiyo ni charismatic speeches. Andaa hotuba zenye hamasa na mambo ya kujenga hamasa na nini kwa watu, ili waunge mkono lile ambalo unalitaka. Kwa hivyo appeal to nationalism, utaifa, ujamaa, wanajumuia wa Kiafrika, wanajumuia wa harakati za Kiislamu ni katika mifano hiyo. Kwa mfano unaotolewa ni kama Nkrumah wa Ghana na Nyerere kwa upande wa Tanzania. These leaders sought to mobilize the population. Viongozi hawa wananasibishwa na uwezo wao mkubwa wa kuwahamasisha watu ili wafuate yale maono yao, okay, kama ambavyo Nyerere alikuwa akipigania ujamaa wa Kiafrika, African socialism, na majumui wa Kiafrika. Kwa hivyo hizi ndio staili nne kwa mujibu wa Profesa Al-Mazrui. Anaeleza Profesa Mazrui kwamba all these four type of leaders or styles, hizi aina zote za
viongozi kama atakuwa ni intimidatory au atakuwa patriarchal na kadhalika. Aina zote, staili zote nne hizi ni present on the African scene, yani zipo katika, zinatumika katika nchi za Kiafrika. Okay, but seldom in pure form. Yani, lakini nadra, si mara nyingi kwamba ukizungumzia intimidatory basi haimaanishi kama kwamba yani ni vitisho vitupu. Ziko vile vile masuala ya mwafaka, um, masuala ya mobilization. Yani hizi staili mara nyingi kama anavyosema, the styles of leadership are often mixed. Okay, mara nyingi viongozi huwa wanatumia mchanganyiko, mkusanyiko wa staili hizi. Kuna wakati wa kutisha, anatisha watu. Kuna wakati wa kutengeneza mwafaka, na utamkuta anafanya mwafaka. Kuna wakati anataka kujenga taswira fulani ya ubaba, ya umama, ataijenga taswira hiyo. Kuna wakati ambapo anahitaji kutengeneza hamasa juu ya jambo fulani, atahamasisha. Kwa hivyo ni vigumu, kama nimeeleza, ni vigumu kupinpoint moja kwa moja au hata kwa wale walio specialize katika vitisho au katika ubaba, umama, haimaanishi kwamba hawana suluhu, vile vile hawajengi mwafaka. Au wale ambao wanajaribu sana kumobilize linapokuwa kuna jambo jipya la kiideolojia au la kisera. Anaweza kuwa kiongozi atazunguka nchi nzima kuuza fikra hiyo au wazo hilo, anakushawishi watu na tukamwona kama ni mobilization, anajaribu kumobilize lakini unaweza vile vile ukamkuta kwa wale ambao wanapinga pinga katika chama chake au katika serikali yake, akawa anatumia vitisho pia, anawatisha tisha watu. Umeona kwa hivyo uh, often mixed, yani mara nyingi viongozi uh, hutumia mkusanyiko wa hizi styles. Kwa hivyo mpaka hapo tumefikia mwisho. Swali tu la kujiuliza, ni staili gani uh, ni bora zaidi kwa uongozi wenye ufanisi? Hili ndio swali chokozi, swali ambalo tunahitaji kulitafakari kwa kina, kwamba staili gani au staili zipi katika hizi ndizo ambazo zinaweza kutuletea matokeo mazuri kama viongozi. Hili ni swali ambalo tutalijadili katika group mpaka hapo ambapo tutakapokutana Jumamosi nyingine kwa ajili ya mada itakayofuata. Ndugu zangu, naomba niishie hapa sasa, nikaribishe kama kuna maswali au kuna mchango tuweze kunufaika kwa pamoja. Na kwa leo tunahitimishia hapa juu ya style za uongozi. Naam, karibuni sana. Kama mtu ana mchango wowote, unaweza uka unmute na kuuliza au kuchangia, au unaweza ukaandika kwenye chat, na kama utopata nafasi hiyo kutokana na uhaba wa muda, basi tutaendelea majadiliano haya, mazungumzo haya katika group la uongozi. Karibuni sana, nafasi yenu sasa. Tuna dakika 4 au 5 hivi. Naam. Pengine niwaulize tu, mna maoni gani juu ya swali hili ambalo liko hapo mbele yenu? Unadhani staili ipi inatumika zaidi na viongozi wenye kuleta ufanisi? Which style ambayo kwa uzoefu wako unaona inatumika zaidi na viongozi katika kuleta matokeo chanya? Labda tuchangie kwa dakika hizo 4 kwenye swali letu hili. Mna maoni gani? Nimeona style zile mbalimbali za Adea
na tumeziona hizi za profesa. Wewe unafikiri kwa mfano ndani ya ngazi ya familia, kiongozi wako akitumia staili gani italeta matokeo mazuri? Labda kwa wote ni wanafamilia, pengine itakuwa swali rahisi zaidi. Kiongozi mzuri wa familia atumie staili gani ili kuifanya familia yake iwe bora kabisa na iwe njema kabisa? Atumie staili gani? Jamani, hili ni swali liko wazi kabisa, na sote ni wanafamilia, na nashukuru kupata michango yenu, ima kwa kuzungumza au hata kwa kuchangia kwenye chat. Yeyote ambayo yuko tayari, baki dakika 2. Okay, naona hakuna ambaye yuko tayari kutoa mawazo yake au kuchangia. Basi niwashukuru nyote kwa kujumuika nami siku ya leo katika mada hii. Okay, naona kuna chango hapa. Okay, sema uongozi mzuri ni wa kushirikisha wengine. Kwa hiyo participatory reconciliatory tunaweza kusema huwa pia inaangukia katika style hiyo, kujenga mwafaka, kujenga mwafaka. Kwa hiyo mnashiriki, unakuwa na dialogue, unakuwa kuna kujadiliana kwa pamoja. Um, okay. Kwa haya ni maoni ya mchangiaji mmoja hapa, anasema kwa kweli njia nzuri ni kushirikiana na wengine, participatory style au reconciliatory, iwe kwa serikali, kwa taasisi au kwa familia. Nyingine ni patriotic. Anasema huyu bwana, style ya patriotic kama itatumika vizuri kwa usawa bila upendeleo. Okay. Lakini observation ya mshiriki hapa mmoja inasema kwa masikitiko kwamba serikali nyingi zinatumia intimidation. Yani viongozi wengi wa serikali wamekuwa wanaonekana kutumia intimidation. Haya ni maoni ya mshiriki katika chat hapa. Naam, nashukuru kwa michango yenu. Bakia na dakika moja kama kuna mwingine anataka kuchangia. Um, okay, observation nyingine ni kwamba serikali na taasisi nyingi haziruhusu participation ya wananchi au wafanyakazi, yani ile participatory style au dialogue na kutengeneza mwafaka, tukae tujadiliane, tu brainstorm, tubishane, alafu mwisho wa siku tuamue kubaliane. Na wakati mwingine tunaweza kukubaliana, kuto kukubaliana vile vile, na tukabaki tunaheshimiana na maisha yakaendelea, lakini watu wameshiriki kwa pamoja, wameshiriki na nini. Kwa hivyo tutakuja kuona katika decision making, katika leadership, namna ya kufanya maamuzi um, katika uongozi. Kuna mambo mengi sana hapo tutajifunza inapokuja katika dialogue. Kuna mijadala ambayo itakiwa kufika mwisho, tuwezi kujadili tu enda rudi, lakini lazima fike mahala tunajadili hoja mbalimbali. Mwisho wa siku lazima tuseme tumekubaliana haya, tumetofautiana haya. Tunakwenda vipi, tunasonga mbele vipi? Umeona? Na wakati mwingine katika hayo ambayo um, unaweza ikawa wenzako hawakubaliani na wewe, inabidi ugive in tu, ukubali kwenda na rai yao, na kucommit. Atakuja kueleza huko tuna tatizo kubwa, wakati mwingine tunajadili, tunatofautiana. Kule kutofautiana na kwa sababu ya mfarakano, haitaki kuwa hivyo, hata kidogo. Utajadili, ikifika mahala maamuzi yamechukuliwa, hata kama hayo maamuzi wewe ukiyapenda hayakuwa katika mlengo wako, lakini lazima ucommit your time, your resources kufanya kazi.
hilo jambo. Umeona, of course, as long as kama Muislamu haliendi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Muislamu ana hiyo ndio cardinal rule. Umeona kwamba lakini haya mambo mengine ya juhudi tu za kifikra, ya ijtihadi tu ya kifikra na nini, fika mahala sawa, mimi nataka tufanye hivi, au ilikuwa tuelekee huku, lakini wenzako wamesimama katika mwelekeo huu. Huwezi wewe kuanza kuto kutoa rasilimali na muda ambao ziko kwenye ofisi yako au ziko kwenye mamlaka yako katika kutekeleza hilo jambo. Inakuwa sio mwelekeo, ima uachie ngazi, toka ili hawa waendelee. Umeona, sio huko pale unabaki pale, okay, na utoe ushirikiano. Umeona, unakwamisha maamuzi yasitekelezwe. Hiyo inakuwa sio sawa. Tutaeleza haya huko mbele vizuri zaidi. Ni moja katika matatizo ambayo tuko nayo. Mtu anakuwa king'ang'anizi, bwana, wenzako hawataki hilo. Bwana, sasa wewe toka, wache waendelee, au kama unabaki, wape ushirikiano unaotakiwa katika ofisi yako, ili wafanye lile wanaloona kwamba ni sahihi kufanya. Sio uko pale utoe ushirikiano, mbona bana, na upo tu, umeona, kuwa frustrate na kuwa sabotage wengine. Tutazungumza hili kwa kina katika decision making. Watu makini wanavyo ya handle maamuzi na wanapoingia kwenye decision making process, mwisho wa siku wanafanya nini? Asanteni. Muda umeshatutupa mkono. Inshallah tukutane tena wiki ijayo, Mungu akitujalia, kuweza kuendelea juu ya mada itakayokuwa inafuata ambayo tutaieleza katika group. Basi niwashukuru na niwatakie siku njema. Asanteni sana. Wassalam.